الحمد لله رب العالمين. يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. أنت يا مولانا على ما تشاء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، واجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم إخواني ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Na wausieni ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah na kumtii. يقول مولانا في محكم كتابه العزيز الحكيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika kitabu chake kitukufu kwa njia ya kutuhusia: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, jiokoeni wenyewe na muwaokoe watu wenu na moto. Lugha jiokoeni maana yake mbele yetu kuna balaa kubwa, na uwezekano wa sisi kuishia kwenye hiyo balaa ni mkubwa zaidi kuliko kufanikiwa. Mtaji wetu pekee ni huu umri ambao katujalia Allah wa kuishi hapa duniani, umri mfupi. Kwa umri huu mfupi wa kupewa miaka 50, 60, 70, ndo unatakiwa uutumie kutafuta maisha ya milele ya akhera. Tunapofeli kutumia vizuri dakika zetu tukanufaika na huu hai hapa wa mpito, tumejiharibia maisha ya milele, hayatokuwa mazuri. Ndio maana Allah akatuhusia tutengeneze mazingira, tuwe na dhamira ya maksudi kutafuta marejeo mema, tukirudi kwa Allah turudi salama. Akatuhusia jiokoeni, maana mmekabiliwa na balaa. Qu anfusakum, jiokoeni wenyewe, yani kila mtu ajikague nafsi yake, ajitafutie marejeo mazuri. Wa ahlikum, kila mtu kafungamanishwa na majukumu. Atakuwa ni mume wa mtu, ana majukumu ya kumsimamia vizuri mkewe. Atakuwa ni baba wa watoto, ana majukumu ya kuwasimamia vizuri watoto wake, awaongoze kwenye haki. Pengine ni mtoto lakini Allah kamkirimu maarifa, anajua kuliko wazazi wake,
atakapoona wazazi wake wako hatarini, wanaishi vibaya, mtoto ashiriki kikamilifu kuwasaidia wazazi wake. Na mifano hii yote tunayo katika Qur'ani tukufu ya watu ambao Allah kawakirimu hikma, lakini wakafanya juhudi kuwasaidia wazazi wao ambao walikosa hiyo hikma, au wazazi walioruzukiwa hikma na wakasimamia vizuri malezi ya watoto wao, wakawaelekeza kwenye haki na wakafanikiwa. Kwa hiyo ni wasia tunaopaswa kuufanyia kazi, kuishi maisha ambayo yatatusaidia kuondoka duniani salama, na tukienda kwa Mola wetu baada ya maisha haya ya mpito tuwe tumeondoka vizuri, katuridhia, tuwe tumefanikiwa. Halafu akasema kuusifu huo moto, jiokoeni wenyewe na muwaokoe watu wenu na moto. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jiokoeni na moto nyinyi wenyewe na muwaokoe watu wenu na moto. Kwa hiyo kila aliye kiongozi ahakikishe wale anawaongoza kwenye kheri na mafanikio, ili waondoke vizuri, wawe wamefanikiwa. Halafu Allah akasema waquduha, huo moto mnaoambiwa kuni zake, annasu walhijara, ni watu, ndo nyinyi. Yani mkiondoka vibaya hapa mtakuwa ni kuni za moto. Sasa mjisalimishe, msiwe hivyo. Na watu wenu wakiondoka vibaya watakuwa ni kuni za huo moto, wasaidieni wasiishie hivyo. Waquduha annasu walhijara, kuni za huo moto wa akhira ni watu na mawe. Watu husema ndiyo, sisi watu ndo tumefanya madhambi. Hasa hayo mawe yatakayotiwa motoni yana dhambi gani? Sasa ukenda huko ukajadili hayo, unaweza ukapotoka ukasema si kweli tunayoambiwa. Maana Mungu ana uwezo wa kila kitu, ana ilmu ya kila kitu, hawezi kulitia jiwe motoni ambalo halijakosea, wakati moto kauandaa uwe ni adhabu. Allah amesema kwa aya nyingi za Qur'ani, yeye peke yake hapa duniani ndiye anayestahiki kuabudiwa, kwa sababu kila kilichopo duniani ni kiumbe na yeye ndiye muumba peke yake. Lakini sisi binadamu, ingawaje tumeumbwa mwisho, tumepewa dhamana, tukaitwa makhalifa, wasimamiaji wa kila kilichopo hapa ulimwenguni. Anatupima Allah kwenye ule usimamiaji wetu, tutatenda vyema au vibaya. Sasa amesema Allah katika Qur'ani tukufu kwenye sura ya 21 kuwaambia wale wanaotenda vibaya, antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama, nyinyi washirikina msiomwabudu Allah peke yake na hivyo mnavyoviabudia pamoja na Allah, mkasema hii ndo miungu yetu, hasabu jahannam, nyote mtakuwa ni kuni za motoni. Yani wewe kama una panga yako, una jiwe lako, una sanamu lako, hivi katika vitu visivyokuwa na uhai. Sanamu mara nyingi hutengenezwa kwa madini kama chuma, shaba, dhahabu, fedha na vinginevyo. Lakini kuna masanamu yanayotengenezwa kwa udongo wa kufinyanga au mawe magumu yakachongwa sura ya hiyo anayotakiwa awe Mungu. Sasa mawe kama hayo ndo Allah kasema, nyinyi na mnavyoviabudia nitakuwekeni motoni pamoja. Kwa hiyo sio kila jiwe litatiwa motoni. Wewe umeishi duniani, itikadi yako sanamu hili ndo Mungu wangu, na akiulizwa mshirikina, kwa nini unaabudu hili, anasema ma naabuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sisi sio kama hatuna akili, wala wazee wetu hawakuwa wapumbavu walioabudu masanamu haya, lakini waliabudu masanamu haya wakatufundisha na sisi kuabudu masanamu haya, kwa sababu haya ndiyo yatakayopeleka ibada zetu kwa huyo Allah. Ibada zetu tunapitishia hapa zichukuliwe zipelekwe kwa Allah. Sasa Allah kakataa kushirikishwa. Sanamu haliwezi kuwa sawa na yeye, wala sanamu halina uwezo wa kuchukua ibada yako wewe likaipeleka kwa Allah.
Walipokuwa wakaidi, ndo akawaambia, nyinyi na hivi mnavyoviabudia nitakuwekeni navyo pamoja motoni, kama kweli ni miungu, kama kweli ina msaada kwenu. Wakiulizwa mara nyingine katika sura ya 10 wanasema wayabuduna min duni llahi, watu wanaabudia vitu visivyokuwa Allah. Wayakuluna, na wakiulizwa wanasema haulai shufaauna inda Allah, hawa ndio waombezi wetu mbele ya Allah. Maadamu tumeabudu hapa, tunapoonekanwa tunamwabudu Mungu tunayemuona na yeye anatuona. Hiyo siku ya hukumu kama ipo, Mungu Allah akituhukumu, hawa watatuombea kwa Allah. Mnaona hikma ya Allah hiyo? Haulai shufaauna inda Allah, wanasema hawa ndio waombezi wetu mbele ya Allah. Nyie mnaona tunaabudu sanamu, lakini hili sanamu linachukua ibada zetu, litazipeleka kwa Allah, na sisi ndiyo tutakaokuwa haya masanamu yatakayotuombea. Kwa hiyo akasema, kama ni miungu kweli, kama ina msaada kwenu, kama ina manufaa kwenu, kama inaweza kuwaondolea madhara, nitakuwekeni nayo motoni pamoja, yawasaidie, kama ni miungu kweli. Kwa hiyo kaambia, antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waribun. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi, nyinyi washirikina na mnavyoviabudia pamoja na Allah, yani Allah mnamkubali yupo, lakini mnanaabudu na vingine, munasema hivi vitatusaidia, vitatuombea, vitatupelekea ibada zetu mbele ya Allah, nitakuwekeni navyo pamoja motoni. Antum laha waridun, nyinyi na masanamu yenu na miungu yenu nitakufikisheni pamoja kwenye moto. Kwa hiyo akasema, waquduha nnasu walhijara, kuni za huo moto wa Jahannam ni watu na mawe. Mawe yale ambayo waliyatengenezea heshima na hadhi ya kuwa miungu, watawekwa nayo pamoja motoni. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun, huo moto wanaouhudumia, wanaousimamia ni malaika wakali wenye nguvu. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, malaika hao hawamuasi Allah kwenye analowaamrisha, na hawafanyi nusu wakasema imetosha basi, wanafanya kwa ukamilifu kila wanaloamrishwa. Kwa hiyo wakiambiwa hawa waadhibuni, ndio washapewa amri, hawawezi kuona huruma, kazi yao ni kule kutekeleza amri, watakuadhibu. Wakiambiwa hawa wasimamieni katika hii adhabu milele, hapa hawatoki, manake usitegemee kuna namba usiku mwaka wa kutoka hapo. Wao kazi yao ni kutekeleza waliloagizwa. Kwa ndugu zangu Waislamu, sisi ni viumbe dhaifu binadamu, kama alivyotusifia mwenyewe aliyetuumba, kasema wa khuliqal insanu dhaifa, mwanadamu kaumbwa ni kiumbe dhaifu. Sasa sisi ni dhaifu, hatuhimili ghadhabu na adhabu za Allah. Tunatakiwa tukae katika utaratibu, tufanye atakavyo yeye. Anaandika kila tunachokifanya, siku ya kurejea kwake anakwenda kutupa matokeo ya kila tulichokifanya hapa duniani. Kikiwa kizuri tulichokifanya, basi ni faida yetu wenyewe, na kikiwa ni kibaya tulichokifanya hapa, hasara inakuwa kwetu wenyewe. Ndio maana akatumia maneno, jiokoeni na muwaokoe watu wenu, kwa sababu tukifanya uzembe kwa kuendekeza starehe za dunia, umri ukawa unapita bila ya faida, hatuutendei mema, tunakuwa tunajidhulumu wenyewe na tunajitengenezea mazingira ya kuondoka vibaya. Na mbele yetu kuna shari, kuna adhabu, kwa sababu ya akili tuliyopewa. Halafu tukaletewa mitume, wakapewa na vitabu vya miongozo. Tunatakiwa tutumie akili zetu tuendane na ile miongozo ambayo Allah kaileta, ili tunachokifanya kiwe kimefata utaratibu, akisajili kama ni ibada, na siku ya Kiyama Allah ameitenga kwenda kuwalipa waliomwabudu. Tukikataa kumwabudu, tutakuwa hatumo katika wenye kulipwa. Tumepewa muda wa kutosha wa kukaa duniani, hatukuutendea haki kwa kufanya mambo yatakiwayo. Kwa hiyo matokeo yatakuwa ni mabaya, na hatutokuwa na wakumlaumu, ila tuzilaumu nafsi zetu wenyewe, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala
katika hadithi al-Qudsi ndefu kabisa, mwisho wake amesema, ibna Adam, ewe mtoto wa Adam, innama hiya a'malukum, haya matendo yenu mnayoyafanya hapa duniani, uhsiha lakum, haya mimi ndiyo ninayokuhifadhieni. Wewe unatenda, mimi naandika, yawe ya kejeli au yawe ya kweli, yawe ya kheri au ya shari, ndo matendo yako unayoyafanya hapa duniani. Inawezekana unasikia adhana Allahu akbar, Allahu akbar, lakini akili yako ikakwambia hapa Allahu sio akbar, akbar biashara yako. Angalia wateja walivyojaa, unaziacha 300,000 sasa hivi utauza 300,000. Kwa hiyo unaidharau adhana Allahu akbaru kwa sababu ya pesa. Hili ni kosa. Unaandikiwa ripoti mbaya, na ukiandikiwa ripoti mbaya haiishii hapa, utakwenda kulipwa huko mbele ya safari. Kudharau yale mambo ya majukumu ya wajibu kwa kuendekeza mambo ya matamanio ya nafsi yako, umemdharau Allah subhanahu wa ta'ala. Au kwa kuendekeza starehe zako. Ushaonywa, kwa mfano, msikaribie zinaa, lakini wewe ikawa ndo starehe yako, na ukasema hili Mungu mwenyewe anajua haliachiki, ukaishi hivyo mpaka umri ukaisha, hujatubia kosa hilo, unakwenda nalo kwa Allah. Haiendi kuwa hoja kwako kusema Mola wangu umeniumba na udhaifu, nilikuwa lile jambo siwezi kuacha. Sio hoja ya kujitetea. Kile ulichoambiwa fanya, unatakiwa ufanye, tena kwa ufanisi kama inavyotakiwa. Kitendo chako kitakwenda kukaguliwa mpaka na ubora wa kazi uliofanya. Iwe ni kazi nzuri, utalipwa kwa kadiri ya uzuri wa kazi yako. Ukiifanya kazi ikawa mbaya, inapungua thamani au itapoteza thamani kabisa. Umefanya lakini mbele ya haki ukaambiwa hujafanya kitu. Mambo yako yote haya hapa hayakufikia viwango, sio mazuri. Kwa hiyo kujiangamiza nafsi zetu, tulikotakiwa tujiokoe ni kwamba Allah kaleta utaratibu wake wa maisha. Tunatakiwa lazima tuufahamu utaratibu huo na tuishi kwa mujibu wa vile ambavyo Allah